Anasema hivi, Mungu akasema, anasema tena Mungu, nchi na itoe majani. nchi itoe majani, Mche utoao mbegu, mche utoao mbegu, na mti na wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Na ikawa hivyo. Yani Mungu anatamka tu. Anatamka tu. Kuna anayetamka, kuna anayetekeleza tamko. Mungu yeye yuko mahali anatamka, lakini kuna mtu ambaye yeye anatekeleza. Amen. Mungu ni roho, anatamka jambo, alafu kuna roho inatekeleza. Ndio maana inatufafanulia katika Yohana sura ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza, anasemaje? Nasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako na neno. Kulikuweko neno, tamko, kulikuwako na tamko. Naye huyu tamko alikuwako kwa Mungu. Alikuwa huko kwa Mungu. Maana yake huyu neno alikuwa anakaa mdomoni mwa Mungu. Maana neno lazima litoke mdomoni. Kwa hiyo neno alikuwako kwa Mungu, amekaa kwenye mdomo wake. Amen. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno huyu alikuwa Mungu. Kwa sababu mdomo wako na wewe ni wewe. Hauwezi kusema hivi, mimi hapa na mdomo ni watu wawili tofauti. Mdomo wangu ni mimi mwenyewe. Ukinikata kama mdomo umenikata. Amina. Kwa hiyo huyu neno alikuwa Mungu. Alikuwa Mungu. Halafu mstari wa pili unasema hivi, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko huko kwa Mungu. Mstari wa tatu, vyote vilifanyika kwa huyo. Sasa huyu neno, vyote sasa vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye kufanyika chochote. Ukumbuke kwamba Mungu alikuwa anasema, akisema kitu kinafanyika, akitamka kitu kinafanyika. Lakini hapa tunaambiwa Mungu alikuwepo, ila kuna mtu mwingine ama kuna nafsi nyingine ambayo inaitwa neno ilikuwa na Mungu. Na hiyo nafsi ambayo inaitwa neno ilikuwa yani na Mungu na yeye walikuwa pamoja. Tunaanza kuzungumza sasa kwa maana hii, Mungu alikuwepo lakini neno alikuwa kwenye mdomo. Kwa hiyo pasipo mdomo, pasipo maneno hapakufanyika kitu chochote. Yeye ndiye amevifanya vitu vyote sasa vilivyokuwa vinatamkwa. Amen. 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 Yeye neno alikuwako kwa Mungu. Na huyu neno pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Maana yake neno ndiye aliyekuwa anatekeleza matamko. Yale yote yaliyokuwa yakitamkwa yeye anatekeleza. Maana pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Na leo Mungu anataka kutufundisha nini? Anataka kutufundisha kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yangu mimi, maana yake ndiye neno. Ninatakiwa nimwambie tu kwamba ninakataa kuwa na kansa. Amen. Ninakataa kuwa na hiki. Amen. Ninakataa kuwa na kile. Amen. Naomba huyo akae huko. Kaa hapo nyuma. Mpeni kiti akae hapo nyuma. Hapo. Niangalieni mimi sasa. Kwa hiyo neno alikuwa kwa Mungu. Na kwa sababu alikuwa kwa Mungu, pasipo yeye neno hakikufanyika kitu. Amen. Kwa hiyo Mungu ili aumbe, ili vitu vifanyike, vilihitajika awepo neno. Amen. Awepo mtamko. Tamko ambalo litasababisha maji yaliyokuwa mengi yajitenge. Unajua ukijiuliza sasa, fikiria uko juu mawinguni,
maji ndio alikuwa anakomea huko. Maji alikuwa anakomea hapo juu. Usifikirie eti kwamba ukienda Mwaburugu ukitaka kuzama ndio maji. Hayo hapo ni yani hapo ni padogo. Maji yalikuwa anakomea mawinguni. Mungu akayatamkia kwamba yajitenge. Maana yake unapoona ziwa, kuna maziwa yana kina kirefu, kwa sababu haya maji yalikuwa mengi. Na kwa sababu haya maji yalikuwa mengi, ilitakiwa kina kikubwa kiwe kikubwa kwenye ziwa. Kuna maziwa mengine kama ziwa Tanganyika, wanasema ndio ziwa ambalo lina kina kirefu kuliko maziwa yote duniani. Maana yake kuna kina kirefu sana. Na kuna wakati mwingine unaona sisi tuko hapa Lamadi na ziwa liko pale. Maana yake hapa tuko juu, lakini yumkini maji yalikuwa yanaishi hapa kabla ya kuwepo na nchi kavu. Sasa maji yakaamriwa yajitenge, ili kuwe na bahari, ili kuwe na maziwa, ili kuwe na mito, ili kuwe na hiki. Kwa sababu gani? Mungu alitaka amlete mwanadamu akae hapa. Yaani mwanadamu na samaki hatuna tofauti. Ndio maana nikwambie, ukifa samaki anakukula, lakini wewe nao unamkulaga samaki. Tunakulanaga. Yaani mimi na samaki hatuna tofauti. Kuna samaki mmoja anakaa nchi kavu na kuna samaki mwingine anakaa ndani ya maji. Unaona? Ona, mwili wako huo, tukienda maabara, kuna kakipande ka samaki. Ukilaga ng'ombe unamkuta yuko kwenye mwili wako. Ukila haikila unakuta. Kwa nini? Ni kwa sababu yani sisi na wao hatuna shida. Yani wote ni wamoja tu. Kwa sababu gani? Mungu alisema, Mungu akasema bahari izae viumbe wa aina mbalimbali. Wakazaliwa. Unafikiri walitoka wapi? Walitoka kwenye udongo huu, kwa sababu ardhi iliambiwa zaa, lakini ardhi pili iliambiwa toa. Kuna matukio mawili samaki ardhi iliambiwa. Tukio la kwanza iliambiwa toa, ikatoa. Lakini tukio la pili ikaambiwa zaa. Kumbe kuna kutoa na kuna kuzaa. Ardhi ikafanya hivyo vitu. Maana yake ng'ombe na mimi tuko sawa. Hatuna tofauti yoyote. Ndio maana Biblia inasema mwanadamu ni mnyama. Ni mnyama tu kama wanyama wengine. Na Mungu aliona tu aseme hivi, msikulane. Lakini ukweli ni hivi, tunaweza kukulana. Iliwahi kutokea kwenye Biblia, njaa ilikuwa kali, watu walikulana. Ni vile tu tumeshiba. Si ukirudi kuna unga. Njaa itokee. Wala moteta tunawakamata, tunakula. Sasa huyu ameteta sana huyu. Hawezi kutoboa hata siku mbili. Si tujiongezee sisi maisha. Wakati huo hata una namna. Huna namna hata ya kujitetea. Tukikukaba tu tunakuchinja. Tunakupogomia na nderia. Tunakula supu siku 2, 3. Tukiangalia tena mwingine odeta tuna wewe. Hayo zifikirie eti mwanadamu. Ukweli wachawi wanapokula watu Mungu yani ni sawa. Ila tu kwa sababu Mungu alikataa kwamba tusikulane. Alijua, ndio maana akaona
aanze kuleta wanyama, aanze kuleta na mazao, ili kwamba tutosheke na hivyo vitu. Yaani mwanadamu kuliwa awe wa mwisho kabisa. Na kwenye Biblia haisemi hivi walipokula wale watoto wao wale kwa sababu ya njaa walitenda dhambi. Haisemi. Kwa nini? Maana yake walikuwa wanajiokoa na njaa. Ndio maana kuna wakati mwingine